Na kwa siku ya leo mtazamaji, tunakwenda kuangazia katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, ambako kwa siku ya leo tayari wamekwisha ianza safari ya kuelekea huko katika mji wa Kigali nchini Rwanda, tayari kabisa kwa maandalizi ya mashindano ya Sekafa Kagame Cup kwa mwaka 2026, mashindano ambayo yatakwenda kufanyikia katika nchi ya Rwanda katika mji wa Kigali, miongoni mwa miji mikongwe na miji yenye historia ya kipekee katika ukanda wa Afrika ya Mashariki na Kati. Timu ya Simba ipo katika kundi B la mashindano haya sambamba na timu ya Singida Black Stars, ambao hawa kimsingi ndio mabingwa watetezi. Tukumbuke kwamba hawa ndio ambao walishinda ubingwa huu wa Sekafa kwa mwaka 2025 pale ambako walimfunga Al Hilal Omdurman ya huko nchini Sudan. Lakini pia sambamba na hayo, Simba yupo kundi moja na Jamus Football Club, timu hii kutokea huko katika nchi ya Sudani ya Kusini, sambamba na Mogadishu City Sport Club, timu hii kutokea huko nchini Somalia. Hili ndio kundi ambalo linaunda kundi B, ambako ndo Simba anakwenda kushiriki katika haya mashindano, na rekodi kubwa ambayo Simba yupo nayo kwenye haya mashindano ni ushiriki wake, ama ni ndiye bingwa wa muda wote kwenye haya mashindano, akiwa ametwaa mara 6. Mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka 2002 pale ambako alifunga timu moja kutokea huko katika nchi ya Zambia, kama niko na kumbukumbu sahihi. Lakini pia ni mashindano ambayo kwa kipindi hiki klabu ya Simba wamedhamiria kwenda kuyatumia kama vile mashindano ambayo yatakuwa yana faida katika upande wa kupima ule mwelekeo wa kikosi chao kuelekea msimu ujao. Sasa habari kubwa ni kwamba jina la kiungo mshambuliaji raia wa Ivory Coast, huyu si mwingine ni Ansset Ura, limeweza kujumuishwa kwenye msafara wa wachezaji ambao wamekwea pipa kuelekea huko nchini Rwanda, tayari kwa ajili ya hayo mashindano ambayo kimsingi ni rasmi na yamekuwa yapo chini ya shirikisho la soka katika ukanda wa Afrika ya Mashariki, kwa maana ya Sekafa. Na ni mashindano ambayo kama nilivyokuambia hapo awali mtazamaji, kwamba Simba huenda wakayatumia kama sehemu ya maandalizi ya msimu mpya wa mashindano 2026 2027. Ansset Ura ambaye alikuwa anazungumzwa sana kwamba huenda akauzwa kutokana na zile ofa ambazo tulikuwa tunazishuhudia kutoka katika mataifa mbalimbali ikiwemo barani Ulaya, mataifa mengine kutokea Asia na nchi zinginezo. Dili hilo ni kama vile tayari Simba wameweza kulitupilia mbali, na rasmi sasa nyota huyo atasalia kwa kikosi cha Simba na tayari yupo kwenye kikosi cha Simba kuelekea huko kwenye mashindano ya Sekafa Kagame Cup. Sambamba na hayo, yupo Libase Gwe ambaye na yeye pia kwa mujibu wa afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ali amezungumza kwamba kulikuwa kuna fununu kwamba anatakiwa huku anatakiwa kule, kwamba yupo kwa mkopo timu yake ambayo inamlea inamhitaji, lakini amezungumza kwamba nyota huyo naye pia amejumuishwa kwenye kikosi ambacho kimeelekea huko nchini Rwanda. Sambamba na hayo, pia nyota wapi ambao wametambulishwa siku za hivi karibuni kuna kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, kwa maana hapa namzungumzia Kevin Nation Naftari, kiungo huyu, Nathanieli Chilambo, mlinzi wa kulia, lakini pia na bwana mdogo Bakari Msimu ambaye huyu kimsingi ni kiungo mshambuliaji ambaye ana uwezo mzuri pia wa kutumika katika upande wa kulia wa klabu ya Simba. Kwa hiyo ndio hiko hivyo, Simba imeelekea huko nchini Rwanda ikiwa ina nyota wake wale muhimu ambao itawahitaji katika hayo mashindano, na ni sehemu pia ya mpango kazi wa mwalimu Steve Barker ambao anakwenda kutengeneza timu yenye ushindani mkubwa kwa msimu ujao. Haya ni mashindano ambayo nimekwambia yanahusisha timu mbalimbali ambayo kimsingi itaweza kumpatia Simba ile ladha na testi ya CAF Champions League kama vile ambavyo atakwenda kuipata katika mechi za awali kwa maana ya first round na preliminary round, sambamba pia na kwenye hatua ya makundi, na huku ambako Simba atafika kwa msimu ujao, kwa sababu kuna timu kama Al Hilal Omdurman ambao hawa kimsingi ndio wawakilishi wa timu ya kwa maana ni wakilishi wa timu ya taifa la Sudan kwenye haya mashindano ya ligi ya mabingwa, licha ya kwamba kwa msimu uliopita alikuwa ndiye kinara
wa ligi kuu soka pale nchini Rwanda, licha ya kwamba kanuni hazikumbeba kwamba yeye ndiye bingwa, kwa sababu yeye alikuwa ni kama vile mgeni mwalikwa. Lakini pia kuna timu kama vile APR kutoka nchini Rwanda, hawa ndio wenyeji wa haya mashindano na ndiye bingwa pia wa ligi kuu soka nchini Rwanda kwa msimu uliotamatika, akiwa nafasi ya pili kwenye msimamo, ambaye kimsingi ndiye bingwa ukimtoa Al Hilal Omdurman ambaye yeye ni kama vile mgeni mwalikwa. Lakini pia kuna timu kama Gor Mahia kutoka nchini Kenya, ambao hawa tena ndio mabingwa wa ligi kuu soka nchini Kenya. Kwa hiyo unaona jinsi gani ambavyo Simba huenda akapata hiyo testi na levels ya kiushindani kama vile ambavyo amekuwa anapata kutokea kwenye mataifa tofauti. Mashindano haya mtazamaji, yanakwenda kuanza tarehe 24 mwezi huu wa 7 mwaka huu 2026, na mechi ya kwanza ya Simba itakuwa mnamo Julai 28 ambako atakipiga dhidi ya timu ya Jamus FC kutokea huko nchini Sudani ya Kusini. Jina langu mimi ni Leopard John, sauti ya mvua, ambaye nimekuletea makala hii nzuri ambayo inawahusu klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini hapa ndani sikuwa peke yangu, nilikuwa na kamera operator wangu mzuri kwa siku ya leo, ambaye amekuletea picha ngavu na sauti ya mvua ikiwa inasikika pasipokuwa na mashaka yoyote. Huyu si mwingine ni Arafa Kaula, ambaye amekuwa nami kwa siku ya leo. Hadi wakati mwingine, nikushukuru nawe pia mtazamaji kwa kuwa nami mwanzo hadi tamati, na chao.